Welcome, karibu tena part B. Hii kamera hii inaniletea kujua tu. Anyway, karibu katika video ya pili na Mungu akubariki. Asante Yesu. Asante Yesu. Break of communication. Vile umekuwa ukiflow ndani yangu hiyo video ya kwanza. Shetani ameleta hitirafu hapa katikati na ninakuamuru shetani, presence ya mahali niko mita 20 loud niondokee katika jina la Yesu. You have no reason to be around right now in Jesus mighty name. I command you to flee away in Jesus mighty name. Kristo, tumia ulimi wangu, nena na huyu ambaye ananisikia, tubariki pamoja. Na haribu mpango yote ya shetani katika jina la Yesu Kristo. Roho Mtakatifu, asante. Kristo, asante. Yehova, all together, 3 in 1, na washukuru sana. Speak through me. In Jesus mighty name I pray. Tulikuwa mahali ya kupelekea akina Gradima. Ukimpelekea ile kitu ama ukimtumia, kuna maneno ataongea, na hayo maneno Mwenyezi Mungu anataka yakinenwa ayafuatilie. So saponi, kama hamsikizani na nyanya, jikakamue iweze tu kumtumia kitu na utabarikiwa. Unajua mimi nafanyaga kienyeji sometimes. Anyway, God bless you. Tulikuwa tusome maandiko na nilisoma kiasi alafu nikaashia katikati. Ilikuwa ni Isaia 51. Na tukawa tunaongea habari ya matope ambayo nimeumbwa naye na Mwenyezi Mungu, ilitoka shamba la Edeni. Kwa hivyo sio yale matope ambayo yalikuwa chini. Unajua shamba la Edeni lilikuja likawekelewa juu ya shamba ya dunia. Tuseme ikawekelewa juu ya hii dunia. Shamba la Edeni, wakati mwanadamu ama wakati Adam walifanya dhambi wakiwa na mama, Kristo akaondoa shamba la Edeni na liko biguni. Kana nyakati kadhaa mimi nimepewa priority na Mwenyezi Mungu kutembea huku liko lile shamba. Niseme tu kwa kifupi. The Lord say, listen to me, you that want to be saved. Wewe ambaye unataka kuokoka ama kuokolewa. You that comes to me for help. Think of the rock from which you came. The quarry for which you are dug. Think of your ancestor Abraham and Abraham and of Sarah, from whom you are descendant. Which when I called Abraham, he was childless. But I blessed him and gave him children. I made his descendant numerous. Though Harad is a desert, I'll make it a garden. Hii ni maneno Mwenyezi Mungu anasema baada ya yeye kusikizana na wewe na yeye. Shamba lako likiwa limekauka, mwili huu na mambo ambayo unayatenda, ukisikizana na Mwenyezi Mungu, mambo yako yakiwa yamekauka, hakuna jambo nzuri ambalo linaendelea, Mwenyezi Mungu atalifanya kama shamba. Brethren, kuna dada moja amenipigia simu hapa juzi. Akaniambia aliota akiwa na shamba ambalo limejaa avocado. That's a good sign.
ukifuatilia huyu dada ambaye alinielezea anaona akiwa na shamba ambalo limejaa avocado, ni mama ambaye amekaa vizuri. You know, ameelewana na Mwenyezi Mungu ili Mwenyezi Mungu aanze kumbariki. Na kubarikiwa na Mwenyezi Mungu ni kwa njia zote. Though Harad is a desert, I'll make it a garden. Like the garden I planted in Eden, joy and gladness will be there. And the songs of praise and thanks to me, says the Lord. Listen to me, my people. Listen to what I say. I give my teaching to the nation. My rule will bring them right. I will come quickly and save them. The time of my victory is near. I myself will rule over the nation. Desert land, wait for me to come. They wait with hope for me to save them. Desert land, wait for me to come. They wait with hope for me to save them. Look at the harvest. Look at the earth. Look at the heavens. Look not at verse 8. Look up at the heavens. Look at the earth. The heavens will disappear like a smoke. Now, hapa ngoja tufike tu hapa Isaia 51 kamstari 3 hapo. Aba inasema, though Harad is a desert, I'll make it a garden. Like the garden I planted in Eden, joy and gladness will be there. Are the songs of praise and thanks to me, says the Lord. Now, baada ya kutii, maana Mwenyezi Mungu anakuuliza ufikirie ule mshanga ambao ulikutengeneza. Na for sure ule mshanga ulinitengeneza haukutoka kwa hii dunia. Ulitoka shamba la Edeni. Na hiyo paradise ama niite paradise ama niite hiyo shamba ilishukuriwa na Mwenyezi Mungu na akamuasha mwanadamu hapa duniani akiwa na ule mshanga wa hiyo shamba. Mshanga wa hiyo shamba. Now, kuna unaona lile shamba lilikuwa safi. Kwa hivyo ile matope ilinitengeneza yakawa ni masafi. Sometimes tunasema huu mwili wa matope ndio unanisumbua. Lakini kumbuka hii kulingana na maandiko. Matope ambayo nimeumbwa naye mimi sio yale matope ya huu ulimwengu. Ni yale matope ambayo yalikuwa ya shamba la Edeni. Na ndilo hilo baada paradise hiyo Mwenyezi Mungu akaiondoa duniani na akamwasha mwanadamu akiwa na hiyo shamba. Akiwa na mshanga wa hiyo shamba. Now, here we are. Hiyo ni yako ufikirie. Twende kwa jambo lingine. Wewe umeolewa, umeoa. Wakati mlioana na huyu bwana uko naye na huyu bibi yako naye, Biblia inasema kama mwanaume hawezi vumilia kukaa akiwa peke yake juu ya kuwa na upendo wa kufanya sex, Biblia inamwambia aoe. Naye Biblia hii inasema Mwenyezi Mungu alipo address Eve, alimwambia desires za mwili yako ndizo zitakufuganisha na bwana huyu Adam. Now, sikatai tunatafuta pesa. Lakini kama Mungu amekupea mke ama amekupea bwana, mumeoana tu, mmekaa, mmezaa watoto wawili, mmekaa miaka 3. Alafu all of a sudden unapata njia unaenda nje ya nchi ile huko. Sasa na unamuasha mke wako nyumbani ama unamuasha mzee nyumbani. Now, where you go, mahali unaenda, kila saa unapiga kelele ukisema bwanangu anafanya ABCD Z. Let me show you this. Biblia inatuelezea hivi. Na ninaongea na watu wazima. Although hata hii masomo ni nzuri ya kwa watoto hata wa miaka 10 juu. Siku hizi mtoto wa miaka 10 ni mtoto mkubwa. Biblia inasema case concerning sex, tusinyimane ili majaribu yasiingie katikati yetu kwa sababu ya hilo jambo.
Now, adaniles wakati wa maombi, mna agree for a period. Tutaingia kwa maombi tuombe alafu sex inawekwa kando. Lakini wakati mwingine mnaelezewa muwe in union. So, kutoridhisha bibi yako, kutoridhisha bwana wako ni questionable. Now, here comes a question. Kama mimi nimeoa ama niliolewa, alafu ninapata njia ya kwenda nje ya nchi yetu ya Kenya, niende ni kasi tu nimeenda, maybe nimemuasha bibi yangu hapa nyumbani, na nitaenda nikae kama miaka 5 miaka 6, na mimi ni yule mtu ambaye ameumbwa na huu mchanga ama ameumbwa na Mungu, nikiwa desires zangu za mwili siwezi kuvumilia kama Paulo ambaye alikuwa anasema, watu wanasemanga Paulo hakuwa na bibi. Kama mimi siwezi kuvumilia, ni yule mtu ambaye anaruhusiwa na maandiko niwe na mke. Alafu sasa nimeamua nikuashe juu ya kasi niende nchi nyingine, nikuashe nyumbani ukiwa mke. Na mimi ni yule mtu ambaye hawezi kuvumilia. God knows, Mungu anatujua zote. Nimeenda unajua siku hizi Amerika ni kuzuri, japokuwa nimevisit mara 2 kadhaa, mara 3 kadhaa. Mara kadhaa nimevisit Amerika nikiwa nimebebwa na Kristo na kunitembeza sehemu tofauti. So na vile ninaona states hiyo, nimetembezwa na Mwenyezi Mungu continent kadhaa. Lakini tuseme ile watu wengi wanatamani sana ni Amerika. Sasa kuna hii imefunguka za nchi za Waarabu. Umemwasha mke wako nyumbani, umeenda umekaa miaka 9, umekaa miaka 2 miaka 3. Na wewe ni mmoja wa wale watu ambao hawezi kuvumilia. Umeumbwa na Mwenyezi Mungu, desires zako za mwili zinakuaga juu. Ni maandiko. Wewe ndio unapewa ruhusa na maandiko kuoa ukiwa in salvation, hata ukiwa hauko katika salvation. Desires zako zinakuaga juu. So kuvumilia kwako adanilezi iwe ni wakati wa maombi. Sasa umeondoka, umeenda nchi fulani, umemwasha mke wako nyuma, na zile desires ni zile huwezi ukajiondolea. Kisha niambie itaenda namna gani? Na hapo nataka mniambie. Maana ningelijua ama nikijua tu nikiwa mtoto ningelipenda niende nchi fulani, nitoke nchi ile niko. Sometimes ni kama advisable, hakuna haja ya kuoa ama kuolewa. Maana the moment unajua wamama huwa anaweza kuvumilia miaka mingi sana bila kufanya sex. Although nao kizazi kile tuko nacho ni kingine ambacho kina mambo ambayo haieleweki. So umeingia ndege na unaenda kukaa miaka 2, unaenda kukaa miaka 5, unaenda kukaa miaka 10, umemwasha mke nyumbani, umemwasha bwana nyumbani. Now the moment unakaa unatumana maombi, ama unasikia bwanako anafanya ABCD ama bibi yako anafanya ABCD nchini ama mahali ulimwasha, unakasirika, na cause ya kufuja hiyo doa ni wewe. It is advisable. Na ndio unasikia kama uko na desires mingi, kaa na mke wako karibu. Now bibi na bwana wakioana wanatakiwa wakae pamoja. Now if you separate for 5 years, if you separate for 2, 3, 4, 5 years, and yet unataka kukaa ukiwa sawa, inakugharimu uwe na self control ya standard ya juu sana. Maana sisi wanadamu tumeumbwa, wamama waliumbwa kwetu kama maua, na sisi tukaumbwa tu tukiwa wanadamu, wanaume. Desires za mama zinamfuga kwa mwanaume ambaye amemuoa. Naye upendo unaambiwa bwanako, bwana anaambiwa apende mama. Huyu mama ninampenda, mbele yangu ni kama flower. Umeniasha, umeenda miaka 9, umeenda miaka 5. Now nimeokoka ndio. Majaribu ambayo yatakuja yatakuwa gani? Na Mungu alikuwa amenitimizia akaona haka kama mtu haka
hakawezi kaa bila bibi. Ngoja nikapatie kawashe kutoka nje. Na ngoja nikaokoe na niandike jina la haka kama mtu katika kitabu cha uzima. Sikudharau, ninaongea ile language ambayo tunaweza ongea tukiwa watu wazima juu ya watoto. Na juu Mungu ndiye mkubwa na ndiye mtu mwenye kutuumba. Akatuangalia, akaniangalia hivi akaona siwezi kaa peke yangu. In fact akanipea mke ili nikae maisha mazuri. Naye wewe mama ukapewa bwana, maana hungekaa. Kuna wale wanakaa, kuna wale wameumbwa hivyo na sio wengi. Sasa umeenda miaka 5, umeenda miaka 6 na unapiga kelele. Makosa ni yako ama ni ya Mungu? Makosa ni ya nani? So unajua wakati mmeshikanishwa na Mwenyezi Mungu, husband and wife, alafu mmoja wenu anaondoka anaingia ndege anaenda nchi nyingine anawasha huyu mwingine, wewe umeenda kule, umeenda bado utakuwa unasema uko na bibi, lakini connection yenu imekuwa far sana. Kama mtu hawezi kaa hivyo kama Paul aoe. Sasa umeolewa na umeoa, alafu umemwasha mke wako, umemwasha bwana wako miaka 5. Mambo ingine ikitokea utaraumu nani? Na ukienda mbele ya Mwenyezi Mungu, kama hakukuambia uende kule huko, atakuuliza first of all, nani alikuambia uende? Doa ilianzishwa na Mwenyezi Mungu na ndio institution Mwenyezi Mungu huwa analinda sana na inamfurahisha. Hii mambo ingine mingi. Alafu wokovu juu sana. Hiyo ndio utakatifu ili umaintain jina lako kwenye kitabu cha uzima. Nao ili doa yako nayo iwe imekamilika na ni sawa, lazima muwe pamoja. Kama bwanako ni yule ambaye desire zake hawezi kaa peke yake, wamama mnaweza. Wase sometimes inakuwa a bit tricky. Maana nyinyi mliumbwa kwetu kama maua. Mwanaume akiangalia mwanamke anaonaga flower. Now issue about flower na nyuki, uniambie huwa zinapelekana namna gani? Sijui tutaomba maombi ya aina gani? Sijui juu. Anyway, ninakula vizuri, bibi anakula vizuri, na mnakaa miaka 2 miaka 5 bila kuonana. Hadi yet unataka doa yako iwe ni sawa. Ukienda kulia mbele ya Mwenyezi Mungu anakuuliza nani alikuambia utoke? Nani alikuambia uende? Ni kuseparate. Na ni sawa kwenda kutafuta mali, lakini kuwe na kuelewana. Sometimes compare doa yako na ile pesa unaenda kutafuta na ile kitu Mwenyezi Mungu amekubariki. Nasikia hii, Mwenyezi Mungu ndiye huyo anasema anaweza tengeneza desert iwe kama shamba la Edeni. Where I am, ninaweza barikiwa na Mwenyezi Mungu na nitajirike sana nikiwa tu hapa. Mwenyezi Mungu ule utajiri anaweza kunipea nikiwa nchi nyingine, anaweza kunipea nikiwa hapa. Lakini sikia hii, sio lazima uwe tajiri, kwa maana kuna mambo ulijifunga naye. Wakati ulienda ukashukua msichana, wakati ulienda mkashukuana na mwanaume, alafu mkaenda kwa wazazi mkaelewana na ukaolewa, na kisha unataka sasa utajiri zaidi. Fikiria kati ya hili jambo, utajiri unaotafuta na doa ambayo ulipewa na Mwenyezi Mungu. Na neno nasema, nikikupea chakula, nikupatie mavazi, auliza Mungu, ni nini ingine unaweza kuniitisha? Anyway, sikuambii urudi, lakini ninakuomba tu uweze kuingia mbele ya Mwenyezi Mungu, uwekelee kazi ambayo unaifanya juu ya mesa na ile doa ambayo alikupea. Uamuzi lazima uwe. Uamuzi lazima uwe. Kama ulipewa bibi na Mungu, na yule bwana ulipewa na Mwenyezi Mungu ndiye huyu, na ni yule hawezi kaa peke yake, na hamuko pamoja, unaenda unakaa miaka kadhaa, have a decision na uende mbele ya Mwenyezi Mungu, umuulize jawabu ni nini. Maana hiyo kilio watu wengi wanalia, bwanangu alienda Amerika akiwa peke yake, siku hizi ananiitanga maubwa tu.
Bibi yangu alienda Amerika akiwa peke yake. Siku hizi ananiitanga ubwa tu. You know, any of you anaweza enda. Lakini majibu ama mazao ya hili jambo ni nini? Pesa na kubali sawa. Na ndio ninakuelezea. Katika Israeli wangelienda vita. Mtu ambaye alikuwa amemuoa mke ambaye hakuwa amemaliza honeymoon naye hakuwa anaruhusiwa kwenda vitani. Na wale ambao wanaenda vitani walikuwa wanalindwa na Mwenyezi Mungu, maana wanaenda vita kupigania nchi. Hapa ni utajiri tunatafuta. Niko na mke nimemuacha nimeenda Australia. Niko na bwana nimemuacha nimeenda South Africa. Niko na haki ya kulia mbele ya Mwenyezi Mungu nikisema bwanangu siku hizi, and especially kwa wale ambao mabwana ama mabibi zao hawajaokoka. You know, hakuna kitu inamzuia. Sasa hii, honestly speaking, ninaweza kutana na mwanamke na nimpende. Juu mimi ni mwanaume. Lakini kuna mahali siwezi pita juu ya wokovu. Kuna mahali siwezi pita juu ya wokovu. Kuna maongeo ambayo siwezi nikaongelesha mwanamke hata nikiona akiwa mrembo namna gani. Juu ya vile ya wokovu ulioko ndani yangu na ninajua ninaenda wapi. Lakini sasa kama bwanako hajaokoka na umedecide kumwasha umeenda, una expect afanye nini na yeye hana mtu, hana roho ama hana Mungu wa kumzuia ndani afanye mambo? Umemwasha mke, umeenda nje na huyu mke hajaokoka. Unajua marriage ni institution inabarikiwa kwa wale ambao wameolewa, wameokoka na wale hawajaokoka. Wote mpaka kila mtu duniani. Ukipewa alafu umwashe nyuma na ni yule hata hajaokoka, hajui Mungu. Alafu uende na wewe hujaokoka, hujui Mungu. Maombi gani utaombewa ili ndoa yenu iwe sawa? Heri hungeolewa. Ungeenda ukiwa na freedom. Kwa nini nawanenea hii maneno? Na nitawaambia, ukipata visa ama ukipata ruhusa ama ukipata way ya kwenda nchi nyingine ukatafute pesa ili ukaishi tafute maisha, kwanza mnaomba. Unauliza Mungu, Mwenyezi Mungu, hii ni mapenzi yako? Anakuambia ndio ama la. Akikwambia no, in fact hata kama ni pesa gapi unapewa usiende. Akikwambia yes, enda. Sasa ona hili. Hapa juzi Kristo akanionyesha. Unajua mimi napenda Kristo juu hata saa zingine mchana tu atanitokea, saa zile ninatembea. Na ananiongelesha tu tukienda. Napenda hii. Sasa Kristo akanionyesha mahali tumezaliwa. Aliniinua tu. Akanipeleka mji. Sasa ngoja nikupee mfano na wakwenu. Wachana na wakwetu mahali nilipelekwa. Although Kristo alinileta hapa capital city ya Nairobi. Akanipeleka in the spirit na akanionyesha ada. Shetani alipofukuzwa alielezewa aende wapi? Anda. Ama alielezewa alifukuzwa akarushwa wapi? Sasa wakati Kristo ananionyesha katika macho yake, sasa nione kulingana na yeye. Aliponifungua macho, nikaona mji kama mji huu wa Nairobi. Ama kwenu nyumbani mahali umetoka. Juu kumejengwa nyumba mzuri sana. A big house and good one kama hiyo ya kwenu. Kila mmoja hako na kwao. Paka shokora kuna mahali wanaendaga wanalala. Sasa Kristo akanionyesha mahali ndio kikao chako. Kama sasa mahali nimekodisha nyumba hapa. Unajua ninakaa hapa miaka zaidi ya 10. Maybe nitakaa miaka mingi kushida. Niko Nairobi 25 years. Ushago nilitoka nikiwa na miaka 17, 20 hapo, nikaenda Nakuru alafu Nairobi hivyo. Kwa tu mahali nilizaliwa nilikaa tu kwa muda. Miaka kadhaa ikifika sana mingi ni 20. Sasa kule niko ndio nimekuwa na ndio ninaishi. Sasa Kristo akanionyesha katika kila mji, katika kila boma kuna kuanga na spiriti ambayo iko chini. So ile kitu shetani huwa anafanya, ukijenga nyumba siku ya leo hapa,
na unasema hii ndio makao, kama sasa hapa tunakaa. Naye shetani analetaga maagenti yake huko chini na anatengeneza camp, anatengeneza tunaitaga kabi. Kabi. Anatengeneza kamji yake ama anatengeneza boma yake chini ya boma ile wewe umejenga. Sasa hii boma ni unaona vile unaweza weka maji kwa moto. Sasa hii kuna COVID. Unasikia mtu akielezewa unasikia mafua yako your lungs are not working properly. Enda uweke maji kwa moto, alafu wakati inashamuka chukua blanketi ujifunike. Na hii ni kitu nimekuwa nikifanya juu ya kusubiriwa na kifua. Nishaifanya hivyo. Ujifunike hivi ili hiyo vapor niingia inaleta joto kwa mwili, alafu inaondoa sijui whatever. Sasa katika kila boma kuna kamji ambao kuna boma ambao shetani naye ukijenga to the moment you decide unajenga tu, si umebarikiwa, naye shetani anakujaga anajenga boma ingine upande wa chini kwako. Sasa ile kitu huwa anafanyaka kazi zake za kishetani, inakaa ni kama vipa inakuja inatoka kwa hiyo kaboma iko chini. Unajua mshanga hauonekani hapo, shetani akiwa na Mungu akiwa. Hizo ni spirits za kiroho. Sasa huwa inatoa moshi ama inatoa moshi. Shetani huwa anatoa moshi ambao unakuja kwa hii boma ambayo unaishi. Sasa na huu moshi hauogei na hauoni, lakini kuna sometimes kuna nyumba utaingia uko na mke ndio, uko na watoto ndio. Kuna nyumba utaingia uko na bwana ndio. Kuna nyumba utaingia, ukiingia tu nyumbani unasikiaga tu hauna raha. Unasikiaga tu umefika umeshida vizuri nje, lakini saa ile tu umefika kwa nyumba yako unasikia tu kimundi kingine inakushika. Kristo akanionyesha hii ni boma umejenga, na shetani anakujaga anaomba ruhusa, anakuja anajenga boma yake ya kishetani hapo chini ya boma yako umejenga juu. Sasa wewe ukiwa hauna hauelewi ile kitu unafaa kuwa naye ni uwezo wa kujua ili uzuie na ulinde hii boma kutokana na nguvu za Mwenyezi Mungu. Na wewe ndiye center of all this. Sasa wakati unaomba na unaishi maisha matakatifu, unakaa vile Mwenyezi Mungu anataka, ndio naye Mwenyezi Mungu anapitia ndani yako kupitia Roho Mtakatifu na anakuwezesha kuwa na authority. Adamu alipewa authority na Mwenyezi Mungu akaelezewa, wewe ndiye kiongozi wa hii wanyama wote na ukule hii, wewe ndiye nimefanya kiongozi. Na huu mji ama hii boma umetengeneza, wewe ukiwa kiongozi, uwe ni mama ameitengeneza akiwa bwana hayuko, uwe na authority over the powers of darkness ambazo shetani huwa anakuja anatengeneza. Sasa Kristo akawa ananionyesha everywhere mahali hakujajengwa shetani hana shida na huku, lakini mahali umeenda tu umeekelea tu kama mjengo fulani ambayo imetokana na mkono wa mwanadamu, shetani naye huwa anakuja anajenga kama mjengo yake ya kiroho huko chini, na anaweka demons huko na anaweka spirit zake huko. Sasa ile kitu itakuwa inatoka kama steam, inapanda inakuja mpaka kwa hii nyumba yako. Sasa wewe ukiwa haujisikii ndio unaona mambo mengine inakusubua. Angalia hii. Tunapenda hizi nyumba za ghorofa. Hizi unaona tunakaa. Lakini nikwambie hii. Unakaa ghorofa ya kwanza juu. Kuna mtu anakaa ghorofa ya chini hapo chini yako. Maybe ni mshai ama ni devil worshipper. Sasa wakati yeye anakaa kwa nyumba yako hapo chini na wewe uko juu yake, yeye kuna zile masacrifice na kuna zile moshi ambayo anapewa na shetani ili ziamuke sikienda juu. Kwa hizo manyumba zingine ziko juu. Na wewe unakuaga ni yule mtu hujisikii vizuri kiroho. Leo Mungu mmoja kwa Yesu, Mungu mwingine kwa shetani. Sasa unaingiaga kwa hiyo nyumba yako, unasikiaga ukiwa frustrated, unasikiaga hauna raha. Maybe hata hauna mtu mwingine huko peke yako. Lakini ukifungua tu hiyo mlango ya hiyo nyumba yako, hauna raha. Mimi kuna mahali tulikodisha nyumba wakati moja hapa tu Kayole. Ulikuwa unaingia bedroom ukilala tu kwa kitanda mchana, unaamuka ukiwa mgonjwa, unaamuka ukiwa umeshoka, unaamuka ukiwa hauna raha. Mpaka nikakuja kujua kumbe wakati Kristo sasa anani advise nikae nikiwa nimejisikia ili nilinde hizi. Wakati moja jamaa rafiki yangu ni hapa tu Nairobi alikodisha kanyumba fulani mahali kadogo tu, juu alikuwa kijana. Alipo immediately tu aliingia akagojeka, na akitoka aende nyumbani akae siku 2-3 ako sawa. Akikuja tu akiingia kwa hii nyumba ni mgonjwa. Nikauliza Mungu, hii rafiki yangu anasumbuliwa na nini? Unajua Kristo akanielezea hiyo nyumba anakaa ilikuwa inakaa mchawi, na
power aliasha in the spirit. Aliondoka na akaziasha. Sasa ni jukumu lako wewe ambaye unamjua Kristo uwe na nguvu ya kutosha ili mahali popote unaenda kukiwa kuna maspiriti. Katika mji wa Nairobi kuna hiyo town nyingine naye shetani amejenga chini ya Nairobi. Sasa ukienda mahali kama tuseme kama Koinange ama uende Central Province mahali watu wanaonekana wako na utajiri sana, kuna hiyo mvuke, kuna hiyo vapor ambayo inatoka inatawanyika kule. Sasa wewe ukiwa haujui Mungu vizuri na haukai maisha matakatifu ulidui na Mungu unasumbuka, unakaaga hauna raha. Ulikuja Nairobi umebarikiwa, uko na pesa, uko na gari mzuri, uko na watoto, ndio uko na bibi, uko na nyumba, uko na nini, lakini raha, that joy ya ndani ya moyo iliisha. Na hii ndio inaneno katika hii maandiko ambayo nimekusomea Isaia 51. The peace that you would like to have. Ukisoma hiyo maandiko yote uendelee mpaka chini, utaona the peace that you need. Mwenyezi Mungu will restore that peace ukielewana na yeye na atakupatia peace. Now, hiyo ni maandiko hiyo. Na nyingine sikumbuki ilikuwa maandiko gani nimefunga hapa. Kuna nyingine hiyo maandiko ilikuwa 2. Lakini now the peace that about mtu akielewana na Mwenyezi Mungu, kitu ya kwanza Mwenyezi Mungu huwa anarudisha ndani ya mwanadamu ambaye ameokoka ni peace. Mpaka mahali unaenda unakuwa na authority. Sasa kuna nyumba nyingine umekodishwa ndio. Ukilala tu usiku unasikiaga hauko comfortable. Ukilala tu kwa ile kitanda, ukiamka asubuhi unasikia hauna raha. Wewe mtu ambaye amejisikia ili ushindane na hizi mapepo usishinde. Na ziko hasara si ya Mungu. Unaona gari ukienda naye kwa mlima hivi, uiweke gia na bamu kama mlima ni umeinuka sana, inakubidi ukiweka gia na bawanu na uashirie crash iende, unakanyanga mafuta mwisho ili ipande mlima. Wakati utaenda tu kwa mlima ufikirie uashirie mafuta kidogo, injini ya gari inashindwa nguvu na inashindwa mpaka saa zingine inazima, inakataa, inashindwa na kupanda. So the power ambayo unaweka gia na bawanu kutoka chini ya mlima pale, kuna hapa kwetu kuna kamlima ukitoka Ruai unakuja Kayole, kuna kamlima inakuaga hapo Jiru. Nasikiaga watu kakiitaga Karugami. Kamekaa gari marori hizi unaona kubwa lazima iwekwe gia na bawani ikiwa haijakuja na speed kutoka chini. Na zingine huwa zinalemewa mpaka inarudi nyuma inaanguka. Kuna kengine ukitoka Rongai ukikuja Nairobi hapo kwa game Wild Drive hapo kuanzia hapo kuna kamlima ingine lazima uweke gia vizuri kutoka chini na bawani ili upande huo mlima. Ukicheza tu uashirie mafuta kidogo ama ikate, itakubidi urudi nyuma ama uwe na accident. Inafanyika hivyo kwa maisha ya kiroho. Lazima uwe na nguvu na uwe na gia ya kutosha kupigana. Sasa wakati umeregea, hakuna wakati unaambiwa na maandiko uregee. Hakuna mahali maandiko inakwambia ati upumzike juu sasa mambo imeenda vizuri. Kitambo ujue shetani ndio huyo. Hiyo maandiko ya Isaia 51. Hata ukisoma 50 ni warning na mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Ile kitu ile shaba ambayo unajua hapa 3 inasema I'll show compassion to Jerusalem, to all who live in her ruin. Though her land is a desert, I'll make it a garden. Ikiwa desert, Mwenyezi Mungu ataibadilisha iwe shamba mzuri. Now, unajua juu ya watu kumjua Mungu sana wamemzoea, kila mtu anafanya tu vile anataka. Watu hawaogopi Mungu. Naye mambo inaenda kwenda baya. Angalia hii. Mimi I come from Central Province. Saa hii tunaongea na wewe.
ukiingia media mingi, adverts zile mingi katika mitandao ni za kuuza na kununua mashamba. Wewe unafanya kazi mingi, unafanya kazi kubwa, unasanya pesa zako, unakusanya vizuri. Alafu kwa sababu ya kutokaa kwako vizuri, kwa sababu ya kutosikizana na Mwenyezi Mungu, kuna kuja kajamaa fulani anaingia na mashamba, ndio huyo unaenda kununua, dakika ya mwisho unanunua hewa na mambo inaendelea. Ile pesa umefanyia kazi miaka 4, miaka 5, miaka 6 inakuliwa na na wiki moja. Usiposikizana na Mwenyezi Mungu na uwe na kufarakana na Mwenyezi Mungu, anaashiria utajiri wako upitie njia za aina hiyo. Ona hapa Nairobi juzi, ona ni kitu huwa inaendelea. Unaenda unanunua, hao watu wanauza mahoka, anakuletea shati ikiwa imekujwa vizuri na nikora tu inaonekana hapa, hakuna kitu kingine, na hii sehemu ya mbele imewekwa mpaka kwa karatasi, imewekwa mpaka kwa kato. Ukiangalia hivi vile inaonekana ikiwa mzuri. Ule mwenye kukuuzia juni hoka anakuambia hii ninauza pesa fulani. Na ukimuuliza unaweza fungua, naye anakuambia hapana, juu unaweza fungua alafu ikose ufikirie jambo lingine. Unauzua. Saa zile umeenda naye mpaka kwenu ushago. Saa zile umeenda naye mpaka kwenu nyumbani. Saa zile unaenda kuifungua ili uivae. Unapata nikashati, yule mwenye kukuuzia ni mtu ambaye ameijua tu na mashetani ya aina fulani, akuuzie hiyo ka jacket ama kashati kakiwa hivyo, kakiwa kamefika mpaka hapa ama kameraruka mpaka nyuma. Sasa ukifungua unaona umepoteza pesa zako na ulinunua ukiwa kwa gari ikiwa inaondoka. Ukikaa maisha mazuri, Mwenyezi Mungu hata kuruhusu mambo kama hiyo ikuje kwako. Ukikaa maisha matakatifu, Mwenyezi Mungu hata ruhusu mtu ambaye anauza mashamba ya uongo akuje katika njia zako, hata ruhusu. Lakini kutokaa maisha matakatifu, ndio unaona hizi pesa zinapotea namna hii. Unasikia all of a sudden mtu alikuwa ametafuta pesa, amekuwa mzuri, all of a sudden kuja nikuuzie gari. Unanunua gari, mwenye kukuuzia gari juu anajua kuna kitu tunaita crankshaft iko mwisho. Unajua kuna ile huwa inapelekwa kwa karasinga inatengenezwa iko mwisho. Sasa mwenye kujua hii gari iko mwisho na already inatoa moshi huku juu crankshaft iko mwisho, anaiandika for sale. Alafu badala aweke ile original oil tunawekaga kwa engine, anachukua ile oil ambayo inafaa kuwekwa kwa gearbox anaweka pale. Sasa juu ile oil ni mzito, hauta notice hiyo gari iko mwisho crankshaft. Unainunua, baada ya mwezi kwenda naye inapiga. Mwenyezi Mungu ukiwa umekaa vizuri kwake hata kuruhusu mambo ya aina hiyo ikuje kwako. Never, hata ruhusu. So it's upon you ujue kama utatii Mwenyezi Mungu akulinde pamoja na utajiri wako, ama utakaa tu maisha tu haya unayaishi bado tu izidi kupotea. Unatumana vitu na unaelezwa hizi ndizo zinaenda. Na unanunua ukizileta tu kwa duka yako, jambo fulani linatokea zinakataliwa. Sasa all the way from China, all the way from wherever, na unakuja naso, alafu ukifika tu Nairobi naso ndizo hizo zinakosa kununuliwa. Sasa unashindwa, shida ilitoka wapi? Shida ni wewe kutokaa vizuri ndani ya Kristo. Unajua hii maisha tunaishi, hatufanyagi practice, inakuaga real. So you mess, unadanganywa. Na ninasema hii na si madharau. Ni wapi watu wanadanganywa sana na mashamba? Kama sio Central Province nionyeshe mahali pengine. Ukienda Rift Valley uende mahali kama Nyanza, Coast. Hii watu ambao wanakuja na hii mashamba ni kwetu tu vitu mzuri. Na sisi wanaume tunajulikana na gari. Weka pesa zako vizuri. Unauziwa ka gari kingine. Lazima baada ya siku 3 uende garage. Makosa ni yangu
ama makosa ni ya nani? Unataka kuniambia ni Mwenyezi Mungu ako na makosa? Hawezi akakulinda, maana already umejiashiria. Atakulinda namna gani? Anyway, niseme nini? Mungu awabariki, apende. Na juu yeye ndiye yako na kila kitu. Yeye ndiye mwenye kulinda zote. Yeye mwenye utajiri wote. Yeye ndiye mwenye dunia. Yeye ndiye mwenye chochote tunakihitaji. Tukae sawa na hatutadanganyika maishani. Ukikaa vizuri, hakuna vile shetani atakupata. Watu wa Central, ninasihi tu, ninawasihi tugeuke, turudi kwa njia ambazo tulionyeshwa na mamishonari wale walikuja hapa Central Province, wale walikuja Kenya. Unajua, ninasikia watu wakisema Mzungu ndiye alituletea Injili. Mzungu ndiye alituletea mambo ya Yesu. Sasa Mzungu ndiye aliambia Mwenyezi Mungu amtoe mwanae Yesu Kristo akuje hapa duniani. Mzungu ndiye alifanya. Sasa nyinyi mnajifanya nyinyi ni Waafrika ambao ni werevu na mnataka kukaa na yenu. Mkisema Mzungu alituletea hii na hii. Kabla Mzungu hajarete kulikuwa na nini? Si kulikuwa na amri. Ungelipatikana ukifanya usharati, ulikuwa unawekwa na ile kitu inaitwa mwato. Inaitwaje hiyo kwa Kiswahili? Mniambie. Unawekwa hapo ndani, alafu unapelekwa mahali mlima, ile mrefu mlima inakaa vizuri. Unaashiriwa ukiwa pale juu ukiwa ndani ya hiyo mwato. Hii ni ile kitu inawekagwa, tunawekaga tunahang mahali ikiwa na shimo ndani ya kuweka inaingia nyuki. Mtu alikuwa anawekwa kama hiyo. Alafu anapelekwa juu ya mlima, anaashiwa anateremuka akiwa anaroro akiwa ndani ya ile. Kitambo utoke juu ufike chini unakuwa umekufa. Hizo sheria mlikuwa mmejitengenezea. Na sasa sisi tunarudisha watu nyuma hivi. Tuelezeni ile amri ambazo mlikuwa mnafuata. Na msituambie zile ziko kwa maandiko, maana nyinyi mnasema ati Mzungu alituletea. Mzungu alikuja na Biblia. Hizo amri mlikuwa mnatumia, mtuambie mlikuwa mmezitoa wapi na ni zipi tufuate. Maana kama mtu angefanywa usharati, mlikuwa mnamshukua, alikuwa anashukuriwa anawekwa kwa hiyo kitu, alafu anaashiriwa ateremke kutoka juu ya mlima, anaashiriwa. Israeli ndio ungelipatikana na usharati na unauawa. Leo hii sheria ya Muislamu ukipatikana na mambo kama hiyo ni kuuawa. Nyinyi hizi mnatuletea sheria zenu ni zipi? Quran inafundisha an eye for an eye. Christianity through Jesus Christ is forgiving. Hizi zenu mnatuambia mnafuata silikuwa zipi? Juu unajua Mzungu ndiye alilete habari ya Yesu. Hiyo mlikuwa mnaamini juu mnajua sana. I don't advocate mtu wa age yangu kukaa kwa runinga kuniambia ati nimekosea njia, ati akina babangu walikuwa anafanya akina babu. Mtu alika yangu. I won't agree. Sita agree uni address in that issue. Niambie ulitoa wapi na imekuja aje, na uniambie uni educate. Tunasemanga Mkikuyu alitoka Mukuru wa Nyagathanga. Sikatai. Mahali labda hapo ndio Mwenyezi Mungu aliumba akamweka. Sikatai. Lakini hizi sheria mnataka tusifuate. Kama hasiko kwa hii maandiko ni zipi? Unajua hamwezi kuwa mnatuambia tufuate mambo mengine ambayo haina sheria. Unajua mimi niseme hivi. Mwizi anatrainiwa na mwizi yule ambaye anajua. Sasa anaangalia hivi, anajua huyu kijana ni mzuri, yako na potential ya kuwa mwizi. Mwizi huwa anatrainiwa na mwizi mwingine. Haya, askari naye huwa anatrainiwa na askari mwingine ambaye ni trained. Unaona? You know, tukisema nini?
kuna advice zile utapea mtoto kijana ukiwa mama, na kuna zile advice utapea mtoto msichana ukiwa mama ama uwe mzazi. Zile advice una advise mtoto wa msichana sio zile una advise mtoto wa kijana. Tunakubali mnasema mzungu alikuja na Biblia. Amri zenu ambazo mlikuwa mnafuata kabla hizi za Biblia zinakuja ni zipi? Siandikeni hizo commandment zenu. Wakati mnakuja kwa runinga kutuambia mambo mingi vile sijui nini, mtuelezee amri zenu zile mnatumia ni akina zipi na zimeandikwa kwa kitabu gani? Maana kuna mtu huyu tulikuwa tunaita Moga wa Kifiro. Alikuja na akasema kuna nyoka ninaona ikienda hivi itatoka upande wa chini ikielekea upande huu. Alitabiri na akasema ninaona ikienda. Na hiyo nyoka alikuwa anaona ni train. Ilitengenezwa kutoka Mombasa ikaenda mpaka sijui kama ilienda Kisumu ama sijui inaenda wapi huko, sijaienda huku. Lakini what I know imepita Nakuru. Juu mahali pengine nimeenda ni Eldoret, lakini vile kutoka Nakuru kuendelea sijui. Lakini what I know hiyo kitu ilitoka Mombasa na ikakuja mpaka Nakuru. Na kuna vile alitabiri, anatabiri anasema mambo mingi. Hayo aliyatabiri tuliyaona, tunayaona. Hizi amri zenu mnatuambia tusifuate hizi tumepewa na Mwenyezi Mungu katika Biblia. Ni zipi? Si mtuandikie hizo. Wachani kutuambia tufuate tu bila kutuonyesha amri ambazo mnafuata. Zilitoka wapi na ziko katika kitabu gani? Katika archive zetu. Ukitaka kusoma maneno ya Jomo Kenyatta, juu already alikufa. Ukienda kwa archive ama uklik tu kwa YouTube Jomo Kenyatta, utasoma history, utasoma mambo yote. Hizi zenu ziko kwa katika kitabu gani? Kuna kitabu ilikuwa inaitwa Muigwithania. Sijui ilikuwa imeandikwa na Kenyatta ama ilikuwa sijui ni nani aliandika, lakini iko. Kuna hii ingine imeandikwa na jamaa moja anaishi Amerika, inasema Things Fall Apart. Sasa hizi kuna kitabu kingine imeandikwa na mtu anaitwa Kiriamiti, My Life in Crime. Sasa ninakwambia mwizi anatrainiwa na mwizi. Unaona? Askari na yeye anatrainiwa na askari. Mhubiri naye anatrainiwa na mhubiri. Sasa nyinyi mnataka tufuate, mnatraini watu, mnatraini kutokana na amri gani? Askari anatrainiwa kitu kama hii. Ukisikia kitu tu imeripuka, unalala flat chini ili sound ipitie juu. Unanielewa? Ukisikia tu grenade, niliona wakati mmoja hapa Doni huko. Sijui ilikuwa ni stima tu. Zilishikana waya mbili na kuna askari alikuwa mbele yetu. Zilipo tu shikana, niliona amelala flat chini. Sasa nikapenda kujua kwa nini amelala chini. Nikaanza kufuatilia. Kwa nini wakati sauti kubwa inatokea unalala chini? Unajua hii ni masomo. Sound huwa ina travel na kuna sehemu inapitia juu. Ukilala chini haitakuguza. Hiyo ni mafundisho ambayo mtu anafundishwa akiwa polisi akiwa kule. Now na unaelezwa mkienda mahali mnajua kuna majabasi, mnafaa kufanya ABCD. Wakati unafanya kazi yako ABCD, kuna lugha ambayo daktari anaongea. Mimi siwezi elezwa, siwezi jua. Daktari atakuandikia madawa ile tu ni kafeno, lakini anaandika na lugha nyingine huelewi. Hata ukijaribu kusoma juu hujaenda shule hiyo ya kuwa doctor ama nurse, huelewi. Sasa nyinyi hii yenu mnatuambia tufuate tu wanaume. Kazi ni kukula buzi tu na kujipaka mafuta na nini. Sheria zenu ni zipi? Central Mount Kenya tuajiletea uchafu mwingi sana. Tuajiletea uchafu. Na sio Central peke yake. Mahali maendeleo iko kwa wingi. Mahali kunaonekana maendeleo inafuatana na tabia zingine ambazo haziko na Mwenyezi Mungu, si za Mwenyezi Mungu. Amri zenu tunataka kufanya study bali ya Gikuyu. Unatuambia ile maandiko ama ile sheria ama ile kitu mnafuata imeandikwa wapi? Juu hii ni Biblia niko nayo hapa. Niko na kitabu ambayo ninasema hii One Miracle After the Other. Ngoja niweke maji. Sasa hata mnaambia kwa Afrosine ma continue shortly. Si huwa mnangojea.
Anyway, unajua ninafanya hii maana hii maendeleo saa zingine inatusugua. Ninapewa message na Mwenyezi Mungu na ananiambia niongee. In fact, nikimaliza kuongea kwa hii video hii unaona ninaiweka. Nikiweka tu ikienda YouTube igie tu inielezee sasa is ready to view. Mimi nakuwaka wa kwanza kuangalia hiyo. Juu mambo mengine Mwenyezi Mungu ananena ndani yangu hata sisikii. Masikio yangu haisikii. Yeah, you know, hata mimi huwa ninapenda kusikiza. Sasa ona ile jambo huwa inatokea. Mimi niko na kompyuta kwa nyumba hapa kubwa kabisa mzuri ya kuedit naye. Hizi video kabla sijaweka ninaweza edit. Lakini nikienda nikae chini pale kwa kompyuta nikiwa na hii video nianze kuisikiza nikitoa mahali pabaya na pazuri. Naye shetani atakuja pale maana atue yale maneno ambayo Mwenyezi Mungu alikuwa anataka niyaseme na isiwe ya kurudiwa atikusahihisha. Nitakuwa ninaona hapa sikufaa ninaongea namna hii, nina click ninatoa ule ujumbe ambao Mwenyezi Mungu alikuwa anataka uende. Ndio unaona mimi nikifanya video sitaki kuedit. Maana wakati nitaketi kwa mesa, sasa saa hiyo nitakuwa mimi Martin na Roho Mtakatifu ambaye ametulia ndani yangu. Na saa zingine mawazo yangu itaenda yaamuke niwe ninakwasana na Roho Mtakatifu ambaye aliniongelesha nikiongea. Sasa wakati nimeketi kwa kompyuta nikijaribu kuangalia ni wapi nitatengeneza, nitakuwa nina delete zile message ambazo Mwenyezi Mungu alikuwa anataka nisitoe live. Na hivyo ndivyo tulikuwa tunafanya na Makidi. Makidi tunaongea na yeye, ninatoa prophecies zinahusu hii na hii na hii. Akishukua hiyo video naye anaenda anakaa naye kwa kompyuta. Ile mambo yote anasikia niliyoongea na hataki yatokee, ana delete. Message ya Mwenyezi Mungu inakosa kwenda vizuri. Ndio mimi nikifanya video sitaki kurudia ati nikae kwa kompyuta na hii unajua hii memory card nitaiweka tu kwa kompyuta alafu nianze kudelete mahali ninajua kutoka hapa mpaka hapa. Sasa hapo naye sasa nikikaa kwa kompyuta naye shetani anakuja tu karibu. Unaona Yesu Kristo wako na wanafunzi hapa wako sawa tu akiongea. Lakini all of a sudden shetani akaenda nyuma ya mmoja wa mitume akaanza kuongelesha Kristo akiwa ndani ya mitume. Mpaka wakati Yesu alimwangalia akamwambia wewe Satan, come behind me. Kristo ndiye aliona. Mimi nikianza kuedit ile kitu nimefanya ikuje ikue ikiwa smooth. In fact nikikalia hiyo kompyuta nianze kufinya hivi, nitaanza kudelete ile message ambayo Roho Mtakatifu aliongea ndani yangu bila mimi kujua. Ndio ninakuaga wa kwanza kukaa kwa runinga niangalie. Huwa ninaiweka, alafu ikiingia tu nimeona imeclick ama niletea messages already for view. Ndio nakuaga wa kwanza kuiangalia. Maybe kukiwa na wengine wawili watatu hapo mbele. Naambia pale ya Gikuyu muna mdomo sana kama sisi wahubiri. Hii ni Biblia na ni ya primary school kulingana na education. Niko na ingine. Simprint hiyo kitabu yenu ambayo iko na hizo sheria mnatuletea. Angalau tuisome tuseme yes or no. Yes. Kama katiba ya serikali inavotiwa yes or no, inaandikwa na watu, inadikuwa discussed in parliament. Alafu tunaelezewa tunaletewa hapa nje tunaambiwa tupitishe ama tuiagushe. Hii yenu mnataka tu kutufunikia tu kadi mtemetuwekea ile tunaitaga joka. Mmetufishia tu. Mnakuja hamtoi amri zenu, hamtuelezei mnafuata nini, imeandikwa kwa kitabu gani. You know, kama nataka kujua my life in crime iliandikwa na mtu mmoja alikuwa anaitwa fulani. Nataka kuona vile alikuwa anafanya mambo tujue. Ninasoma na ninaona sifai kufaa hii na hii. Now, my life in jail. Mtu anasema vile aliona jera. Anaandika from A to Z na anakuambia don't try this line. Ukipata watu wawili wakipigana, toroka kabisa. Usiingilie alafu ujipate jera. Wanaandika yale ambayo mtu aliyaona kule. Nyinyi apart from kukula hizi busi na kuvaa hizi kofia za kondoo mko nazo, na hizi vitu vingine ya ng'ombe ya nyuma mnaenda nazo, na hii kamkwaju hii mnaenda naye. Yes. Apart from hizo vitu na hiyo maguo mnavaa, mnalinga mnatuuzia uoka nazo hizo maguo mnavaa. Sheria zenu ni zipi tuzijue? Msiwekelee kwa mesa. No. You know,
Tuko na Christianity, we have the Bible. Kuna some nchi zingine ambazo zina vote out Biblia isiwe inahubiriwa. Kuna nchi hizo wanaingia kwa parliament, wana discuss Bible, wanasema katika nchi yao itolewe, na inatolewa kwa sababu wameidiscuss. Sasa nyinyi ni watu wa Central Province na mnatuambia tufuate hizi na hizi. Sheria zenu ambazo mnafuata zimeandikwa kwa kitabu gani? Mziwekelee juu tusome. Tuseme yenyewe hii ni mzuri, hii ni baya, hii. Tuweke angalau na mtuletee tuvote for. Sasa nyinyi hapati kukura buzi tu. Ate mugumo ikiaguka lazima iende sijui itolewe. Ninakubali, sikatai mugumo ni mti mzuri. Juu hata ukigonga hivi inatokaga maji inakaa maziwa. Sikatai. Tuonyesheni similarity ama kuigiana kwa mugumo na Mwenyezi Mungu ambaye ametuokoa. Alafu kama mlimani juu ndio tunafaa kuwa tunaangalia ili tumujue Mwenyezi Mungu. Tunafaa kuangalia Mount Kenya juu ndio iko juu ama Mount Everest. Hata sijui iko pale gani duniani. Noah alielezewa na Mwenyezi Mungu, ikia na watu na mnyama na nini kwa boat. Alafu muende, sijui nafikiri hiyo boat ilikuwa ma Everest, mlima wa Everest pale juu. Labda. Sasa sikatai, hatukatai hii mambo mnatuambia. Lakini sheria zenu ni zipi? Zimuzitoe, mtu adikie na msibgazeti tuzione. Yes. Auction inakuja kufanywa siku ya leo. Inakuwa gazetted. Mabadiliko yameletwa katika masomo tunayo, tulikuwa na ile inaitwa 844. Ikabadilika sasa, imekuja ingine. Imekuwa discussed in parliament, imekuwa kila kitu. Alafu inakuwa gazetted baada ya kupita. Katiba ndio hii. Tunaelezewa lazima tuvote kama wananchi. Inaongelewa bungeni. Sasa sisi ni Wakikuyu, tuleteeni katiba, tuisome, tuikubali ama tukatae. Katiba yenu ni ipi? Na hili jambo la kusubuana na hii mambo ya ambayo amepitwa na wakati. Juu inasababisha Mwenyezi Mungu kuna mtu mmoja hapa Kenya alisema, nyinyi watu wa Central mtalala chini kama bahasha. Hakuwa anamaanisha atakuja kutupiga akipewa mamlaka. Tabia zetu ndizo zinasababisha tulale chini kama bahasha. Unaonaje wakati nimetengeneza milioni 1, alafu all of a sudden mtu anakuja ananiuzia shamba, baada ya kufuata ninapata hiyo shamba ni fake. Biashara ya gold ninaijua. Kuna wakati tulijaribu na rafiki yangu, sijui tunaenda wapi. Unaenda kutafuta hii huko, unajaribu kuuza Nairobi. Hatukufaulu. Maana ile kitu unaenda kupatiwa ili ukuje uuze. Ukilinganisha ile pesa umepata na ile umetumia, unaona ni hasara tu umeenda. Maybe unatengeneza pesa tu kiasi. Alafu ukikuja na kitu mzuri, mpaka wale wanakununulia ni waizi wengine. Leo hii nakwambia, ukiwa na gold kapisi tu, uingie duka moja tu ya gold nchini Nairobi, useme ni market unatafuta, mwenye kukununulia akwambie sitaki, na iangalie hivi aone ni mzuri na anataka tu kukunyang'anya, ukitoka tu nje ya mlango unafuatwa, hutafika naye kule unaenda. That's the kind of life that we are living in Kenya. Kuna jamaa moja ako hapa Nairobi, alikuwa na barua ya kuleta spare parts za magari ya aina fulani nchini. Jamaa very arrogant and proud. Hakuna mtu angepata license ya kuleta hizo spare part. Tu peke yake. Now, mtu mmoja anashika nchi mzima spare parts za gari fulani. Na ni gari mzuri. Hakuna mtu mwingine anaweza import. Hukepewa barua ya kuimport hizo vitu juu ya huyu jamaa. Naye Mungu ni nani? Alisababisha niingie kwa hiyo duka. Mimi napenda Mungu, maana ananiwekaga mahali pengine sijui. Alinisababisha niingie kwa hiyo duka. Nikanunua spare part ya kwanza, ya pili, ya tatu. Wakati mmoja makanika akaniambia, hii gari yako bearing ndio baya, enda ununue bearing ya hii tukuje tuweke. Hiyo bearing aliniuzia shilingi 7,000. Tulipokuja tukatoa gari yangu mguu na ile bearing, makanika akaangalia akaniambia haina shida. Nikaona juu hii mtu tunaelewana na yeye na anauza hizi spare part. Nikarudi kwake juu ni rafiki yangu, nikamwambia hii bearing uliniuzia shilingi 7,000 na juu ninanunuanga vitu hapa kwako, ngoja nirudishe hiyo 7,000 unipatie kitu kingine. Akaniambia wewe enda. Wakati
utaenda kufanya hiyo gari yako service, juu oil inatoka sijui 4,000 kwa hiyo 4 liters, nitakuja nitakupea. Sasa unajua ili gari iende kilomita 10,000 na si gari ambayo ninatumia throughout, inachukua muda. Ilipofika tu wakati wa kufanya service, sasa nikaenda kwa ule jamaa nikamwambia sasa gari yangu imefika wakati wa service, nililete ile na tukaelewana na ukaniambia utanibadilishia. Ilikuwa shilingi 7,000. Mwenye wanafanya kazi naye ambaye ako na umutu, ako kishwa mzuri, akamuongelesha na lugha ya Kikwa, akamwambia, na nikasikia wakiongea hiyo lugha, nilisikia. But huyu jamaa alifanya ABCD na juu ni customer yetu tusimtupe. Now ule mzee akasema I'm the final, hakuna kitu tunakupea. Without information hii, without that information, huyu jamaa akasema hakuna kitu tunakupea, na hiyo pesa imekaa muda mrefu. Mimi ndiye final hapa, mimi ndiye ninasema. Kutoka wakati huo, siku moja nikaenda kwa hiyo duka, tulikutana na mkulino moja na simjui, na huenda huwa ananiangalia kwa mitandao, maybe anaweza jua namba yangu. Yani wakati nilikuwa naitisha hizi vitu, huyo jamaa akaniambia mimi ndiye mwisho hapa, hakuna kitu unapata, vile tunatumiwa na Mwenyezi Mungu. Nikajaribu kumbebeleza, saa mimi huwa nanunua vitu, sijai nunua kitu mahali pengine. Na huyu jamaa ndiye alikuwa na license, hakuna mtu mwingine angeleta hizo spare part ya hizo magari Kenya. Nikajaribu kumbebeleza, akaniambia I'm the final here. Nikisema nimesema, hakuna kitu unapatiwa. Huyu mwenzake akajaribu kumbebeleza na lugha ya kimama kwao, akakataa. Tulikuwa na mkulino alikuwa amekuja kununua kitu fulani kwa hiyo duka. Nikaambia huyo mkulino na Kiku, "Kai, tamenya ndo ana maradu nyagiri Mungu acha kia hinya." Naye Mwenyezi Mungu ule ambaye ninamwamini, kumbe ameniingiza hapa ili ninyang'anywe aweze kudiru na wao. Niliporudi nyumbani, niliombea hilo jambo na Kristo akanisaidia tu. Nitaingia katika hiyo institution. I'll make sure nitai break down. Na kutakuwa na watu wengine ambao watakuwa na ruhusa ya kuleta spare part wakiwa wamepewa. Unajua ili upate license lazima itoke mahali hizi spare part hizo magari huwa zinapelekewa zinatoka. Lazima uwe na document ambao wanakuruhusu uwe distributor ama unauza vitu yao ukiwa nchini fulani duniani. 7,000 ilisababisha duka yako na wenye kutengeneza magari wapatiana watu wengine wauze spare part hizo licenses. Zinauzwa sasa kila mahali. Juu nyinyi mlikuwa mnakatalia. Without your information, ukaninyang'anya 7,000 na ikafunguka. Mwenyezi Mungu akatumia hizo 7,000 na maombi ambayo nilipata kufuja agreement yako wewe ambayo ilikuwa ni lazima uuze ukiwa peke yako Kenya. Leo hii hiyo spare part unauza ngapi? Zimepewa license watu wangapi? Ni vile haujui. Nilijaribu kumpembeleza. Mkolino tuliyekuwa naye hapa nikamwambia haki tunaninyang'anya 7,000 life na karatasi DCD ndio hii. Hakunisikia. I wish huyo mkolino ninaweza penda kumjua. Juu sikujua, alikuwa mzee. Alikuwa amekuja kununua spare part hata yeye. Nikajaribu haki siwaongeleshe tu asikie. Na yeye akanyamaza juu ya ule ukali. Between me na that gentleman alinielezea mimi ndiye mwisho. Hakujua mimi naye ndiye ninakuwa commander in the army of Jesus. Christ being my commander, mimi ni mfanyikazi. Nimeingia kwa institution, taivuja katika jina la Yesu. Hizo spare part leo siku hii tunaongea na wewe. Kuna watu kadhaa nchini Kenya wamepewa license kutoka mahali hizo magari zinatoka, waziuze nchini Kenya. Nani kama Yesu? Unajua mimi siligagi, lakini Mwenyezi Mungu huwa ananitumia kwa sehemu zingine ambayo ni vigumu watu kuingia. Kama grupu ya waizi, kuna hawa waizi walikuwa naenda na Prado walikuwa nataka kunishika mahali kwa hoteli ili Mwenyezi Mungu aniambie fanya ABCD, nikaondokea. Ili Kristo akakuja na gari nyeusi. Hawa waizi baadaye tukapatana na wao. Mara ingine 2. Mara ya mwisho ili wanipate mahali tu kwa hoteli. Na nikajua ndio hao nikatoka.
Kristo akaniambia hao ninawamaliza. Kama wewe ni mmoja ambao mlikuwa mnaenda na kagari ya red na unajua umebaki huko uhai, wengine waliuawa ukabaki, si ujitokeze tu na utoe ushuhuda. Lakini itakuwa ni shida, maana mmefanya maovu. Huwezi penda kujitokeza kujua ile mambo mmefanya. Mwenyezi Mungu ananiweka pengo katikati ya mahali anajua hili jambo limefika mwisho, ninataka kulimaliza. Muongeke. In fact, walikuwa wametumana kwangu, wananiambia, pastor, tutakujengea nyumba ya bedroom 3. Wakati huo Toyota 100 ndio ilikuwa juu, tukupea Toyota 100. Alafu tutakuwa tunakupea shilingi 2,000 kila siku. Uwe mhubiri na uwe kuhani wetu. Nikaambia, bila yala nimetendewa na Mungu, siwezi. Wakaniambia cha nguvu utaingia na tutasababisha umeingia. Naye nikawaambia kitambo niingie nikunywe hiyo odhi, mtakuwa mmemalizika nyote. Mtakuwa mmekufa nyote. Yule Mungu ambaye ninamwamini ananiwekaga katikati hapo, ni front mahali kuna vita, na anaimaliza. Wakati Mungiki walikosana na mimi, walituma mzee mara 2 Kiamba mara 2 nikuje nipembelezwe niwe mhubiri wao. Nikaambia hapana, haiwezekani. Yule pastor ambaye aliingia kwa hiyo pengo, saa hii tunaongea na wewe, ako kaburini. Mwenyezi Mungu hakuna vile atakuita akupatie kipawa uhubiri injili ya kwenda mbinguni, alafu all of a sudden uibadilishe useme unataka siasa. Na Mwenyezi Mungu alikuwa ameweka kipawa fulani ndani yako ambayo inampendeza. Ghafla unaona uingie siasa, haki anakuondoa mchana. Mwenyezi Mungu anasemaga, mimi ni Mungu ambaye amejawa na jealousy. Uiru, degai uihuire uiru. Ati nikikuanointi hivi na nikupende. Saa zile ninaona Elijah walikuwa wanaelewana na Mwenyezi Mungu. Sijui walianza kukosania wapi, ili Mwenyezi Mungu amwambie, "Ebu anointi huyu jamaa, hii ministry iendelee. Wewe nakupenda sana." Mwenyezi Mungu alimuondoa duniani akaenda na yeye. Gai, ninatumia kikuu, gai uihuire uiru. Di uiru na kigogona. Mwenyezi Mungu anakuaga na wivu na kitu ambayo ameanoint. Mimi saa hii niseme ninataka siasa na mafuta iliyoko ndani yangu. Mwenyezi Mungu akiona, uchaguzi unakuja next year, na unataka kiti, na mafuta iko ndani yako, na vile nilikuwa nimekuanoint ili uendelee na kazi yangu mzuri, umegeuza bendera. Mwenyezi Mungu anaondoa, na anakuondoa haraka sana duniani. Watu anauliza ameenda aje akiwa mdogo namna hii. Kwacha mchezo na Mwenyezi Mungu. Ninatumia kikuu juu ndio inaingia vizuri. Gai ya leo na kigogona. Wakati moja nikapeana nyumba yangu moja ushago iwe kanisa. Wale nimepea wanaenda hivi wanazozana, hawaendelei. Sasa wakati walihama na nikosa watu wa kukodisha hiyo nyumba iwe kanisa, nikauliza Mungu, unaonaje? Naweza igawa 2 pieces hivi nikodishe watu nyumba za kukaa. Juu ingetoka nyumba kama za room 2 kama room kama unit kama 3 hivi. Ingetoka za room 2 unit kama 3 ama 4. Ni nyumba kubwa. Ni kitu iko na 40 by 40 square, tuseme 40 by 40 square hiyo nyumba. Ama 40 by 70. Nilipouliza Kristo, nigawe hii nyumba vizuri hivi ndani, nikodishe watu iwe wanakaa. Akaniambia hapana. No. Kama unakosa watu wa kukodisha hiyo nyumba na iwe kanisa, washa ikae namna hiyo. Unajua hiyo nyumba imekaa over 10 years. Ikiwa namna hiyo, kama nina mtu anataka kufanya biashara na ananiambia, mtu ananiambia niko na makaa mingi, si unipe hii store ni mwage. Yes, mwaga, lakini ukitoa mimi sitaki pesa, usinipe nyumba, pesa hiyo nyumba. Juzi ndio kukakuja watu wa 70 day. Wakasema wanataka kuikodisha. Tunaabudu pamoja, nikawapea. Kwa bei ya chini, in fact, kwa bei ya chini. Ni nyumba ambayo inafaa kulipo kutoka 15,000 ushago. Na nikaipeana na pesa huwezi amini. Juu ninajua ni nini ninafanya. Niliuliza Kristo, nikatakate iwe nyumba
ya watu kukaa. Kaniambia hapana. Na hiyo nyumba kasehemu moja hiyo, karumu moja kwa hiyo nyumba. Wakati nilikuwa na ukimwi hapo ndio John alikuja kuniponyea. Hiyo kanyumba ambayo John aliniponya, hiyo ndio juu nikastore. Kamekodishwa na mama wanauzaga vitunguu sokoni. Hairaragi wanaweka vitunguu hapo ili wauze sokoni. Mwenyezi Mungu aliniambia hiyo nilikupatia na nikakwambia na wewe ukajitolea ukasema utaifanya kanisa. Usibadilishe. Mahali umeita Mwenyezi Mungu na unasema mahali hapa nimepatoa kwa sababu ya hii na hii kwa sababu yako. Ukibadilisha, unajenga nyumba, unajenga, unasema hii ni kanisa. Alafu all of a sudden unaona kumetokea, unasema wacha niuze tu hiyo bar. Wewe ambaye umeiuza nyumba ambayo ploti Mwenyezi Mungu alikupatia na ukasema ni kanisa na ukatengeneza kanisa moja. Kuna mhubiri nadhani tu niongee. Unajua mfikirie. Ukienda kutokea kwa Dio tukiwa Kayole hapa kwetu. Kwa kona hapo kuna bar iko hapo. Hiyo ploti mwanzo ilikuwa kanisa. Mwenye kanisa alikuwa pastor. Akauzia mwenye hiyo bar. Mwenye bar hana makosa. Lakini mwenye kanisa aliyeiuza akaenda na alikuwa ameanointi mahali pale, akasema hapa ni kanisa, akanunua na akajenga kanisa kubwa. In fact tulikuwa tunaenda kesha kule, tunaenda revival huku. Akaona hapana, ngoja niuzie hii nyumba, niuzie watu watengeneze bar, niende ninunue kiwanja kingine kubwa. Aliuza, akaenda akanunua nyingine kubwa. Kumbe afadhali akageuza hii. Mahali alienda kununua aliuziwa $5,000,000 na ikawa ni grabbed rat. Baada ya muda mwenye ploti akakuja, ile alikuwa ameuziwa, alikuwa amekaa, ikabomolewa usiku, akajenga mara ya pili, ikabomolewa. Huyo mhubiri sijui alienda wapi. Don't joke na kitu umeamua hii ni ya Mwenyezi Mungu. Ukicheza naye itakumaliza. Hii nyumba hii nimekodisha hii. Na particular sehemu ninaongea hii. Ndio ninaambia Mwenyezi Mungu kutana na mimi uongee. In fact hata nikihama niwashe hii plot itakuwa ya baraka hii nyumba. Mwenye kuishi juu si yangu. Siwezi nikawekea mwenyewe ati mkataba lazima iwe kanisa. Lakini mahali niko utakatifu na Mwenyezi Mungu huwa ananitembelea hapa. In fact nikihama hii nyumba niende. Juu mwenyewe ameitengeneza ikiwa nyumba ya kukodishwa ya kukaa na watu kulala. Itaendelea kuwa nyumba ya watu kulala. Mimi siwezi nikamharibia nyumba ati ni tenge na niseme mahali hapa nimepafanya patakatifu pasije nini. Hii inakuaga mahali niko inakuaga bedroom ya mtu ambaye amekodisha hii nyumba. Ni sehemu ya bedroom. Lakini mimi nimeibadilisha ikuwe sehemu studio ya kushoot. Wakati nitahama, maana mwenye hii nyumba anajua hii nyumba ni ya kukodishwa. Kutakuja watu na watakodisha hii nyumba na watakuwa analala na watabarikiwa. Baraka nitaziasa. Kama kuna malaika nitamuasha hapa. Maana ninaitishaga Mwenyezi Mungu inakuwa na baraka. Hiyo ninafinyilia mapepo yote chini. Hii nyumba nikiondoka mwingine akuja ikodishe. Na afanye hii room iwe nyumba ya kulala. Hakika naibariki na iwe namna hiyo. Saa hii mimi naitumia kama ya kushoot video na kufanya hii kazi ya Mungu. Mungu akinibariki nitoke niende, niwashane na hii plot. Mwenye atakuja hapa itakuwa imebarikiwa. Halo. Na mwenye ataingia hii baada ya mimi kuondoka, kama ataingia akiwa maskini, anatoka hapa akiwa tajiri. Naongea juu ya hii plot niko. Juu naombaga Mwenyezi Mungu kila mtu ambaye anaingia kwa hii plot anabarikiwa. Na ninaombeaga mpaka mwenyewe abarikiwe mpaka mahali yako. Maana vile anatupeleka kwa hii plot huwa tunafurahi. Ile mambo ametuwekea na ile bei anatupea naye. In fact huwa ninamuombea Mwenyezi Mungu ambariki. Nimekodisha nyumba, tumejuana tu hivyo. Ninambarikisha mbele ya Mwenyezi Mungu. Maana na yeye ako na utu. Anaangalia watu anasema, shida imekuwa mingi. Nimewaondolea shilingi 1000 kadhaa kwa hizo nyumba ambazo nimewakodisha pesa fulani. Rudini chini na kiasi ili muweze kukaa. Atakosa aje kubarikiwa? Atakosa aje kubarikiwa akitoka na akirudi? Maana tunakaa hapa na tunamuombea. Maana just imagine mtu anatoka from all the way
anakuja anawaambia, juu ninaona COVID imekuwa shida na hizi nyumba ninakodishaga pesa fulani, ninawaondolea kiwango fulani ya pesa muwe mnalipa ili muweze kuendelea. Utarani mtu kama huyo wewe? Utarani nyumba yake? Naye sikia hii. Mimi nami niliitisha malaika akuje asimame hapa juu alinde hii nyumba. Mwenye kutuibia Elio ako jela sasa. Yule alikuwa anatuibia Elio ako jela. Alishikwa na nikamwambia, wewe umeniibia Elio muda mrefu, utakoma. Alishikwa hapa juzi. Akaingizwa ndani akaitishwa 50,000, hakuweza, ako jela. Ninaweza kwenda kumtoa. Na ngeuza Kristo, can I go nitoe hiyo jamaa katika jela? Fasha nimfundishe kiasi akiwa huko. Nilikuwa nataka kwenda kumshukua. Juu alitishwa 50,000 na siwezi kosa. Nilikuwa nataka niende hapo Australia niseme atolewe nikuje na yeye nyumbani. Nilipoingia mbele ya Mwenyezi Mungu nimtoe. Ngoja nimfundishe akiwa ndani kiasi. Ningeenda nimtoe huko. Now unaishi maisha aina gani? Unajua ni mimi sio kwamba sipendi kusoma maandiko, lakini nataka tuongee mambo ambayo tuko nayo siku ya leo. Mwenyezi Mungu akitaka kuondoa waizi ambao wamezidi, in fact huwa ananiweka katikati yao. Either wajaribu kunishika ama wajaribu kuninyang'anya gari ama kitu fulani. Na nikiinterfere na hao hivi wa interfere na system na mahali niko, in fact hawaendagi bali wanamalizwa kwisha. Wakutubu anapewa nafasi, wakutosikia kifo. Siringi. Anyway, wewe ni nani? Unasababisha watu wabarikiwe ama mahali wewe unaenda tu ni kama laana? Niko na dada ni wa mitandao. Anaitwa someone. Acha nisitaje jina yake. Ako Amerika. Ile institution anafanyia kazi, management ikaleta watu wengine. Wakakuja wakaanza kumuingilia. Akaniita na tukaomba. Akaniambia niombe, nataka kutafuta kazi mahali pengine. Na tukaomba na yeye na nikasema, malaika wa Mungu kuwa pamoja na huyu dada mahali anaenda kutafuta kazi apate. Alienda na akapata. Alipopata na akaniambia kazi imepatikana, nikamwambia, unaona hiyo mahali umetoka, hawa ambao wanakudharau na wanakuamukia juu wamekuja wakiwa wageni, haukai muda mrefu kabla hajakuja kukuapia sorry. Maana the moment utatoka katika hiyo institution, utaenda na glory na power ya Mwenyezi Mungu iliyoko ndani yako, utaenda naye mahali utaenda. Hao ukiacha ukitoka tu kwa hiyo industry ama kwa hiyo institution, ile blessing ambazo umezibeba uende nazo utaenda kwa hiyo kampuni nyingine. Hii utawasha, wataanza kuzozana na watakuja kuomba msamaha. Jana sijui juzi ndio ameniwekea video. Akaniambia wamekosana mpaka wamekuja kunitafuta kuniambia sorry. My sister, juu ninajua unapenda kunifuata. Umekaa vizuri sana muda mrefu na unameona umejitenga na mambo. Kama unataka Bwana, kama huwa unatamani kuolewa, juu tunaongeaga na wewe sana, pokea katika jina la Yesu. In particular ninaongea mtu fulani, yeye anajijua. Aliniambia hiyo kampuni nilitoka, wamenifuata mahali nilienda, wamekuja kuniambia sorry for what they did. Sasa kama huwa unataka kuolewa, wakati wako ndio huu. Na ujue ukipewa Bwana na Mungu, utapewa malaika. Kuna wakati atakuja akuangalie hivi na ni Mungu tu amekubariki. Akwambie na wewe unakuaga kishwa gumu sana na utakuwa umepewa na Mungu. Kwa hivyo usifikirie juu utapata Bwana utapata malaika. Hapana, utapata mwanadamu kama wewe. Fazile watu wamekaa upande hivi kwa doa, kuna kaaga asifu hakuna upendo, lakini mkionekania tu kama miezi 2-3 ndio unajuaga bado tu iko upendo. Utapewa malaika. Kwa hivyo nikikubariki niseme upate Bwana.
Usifikirie unapata malaika, unapata mtu kama wewe mwanadamu. Saa zingine atakuja kwa nyumba akuangalie hivi na unalinkaka kwa sababu umebarikiwa na Mwenyezi Mungu. Maybe atakwambia hivyo. Anyway, hiyo ni yako my sister. Na Mungu akubariki. Na akikuja ufanye harusi kubwa. Anyway, breakthrough katika jina la Yesu. Unajua nilikuwa na devu zingine. Nilikuwa naenda kushika ile kitu ya kunyoa ile mashini. Nasikia ni kama current inaingia kwa mwili yote, ninasema hapana. Siku nataka kuguzwa hivyo ati mahali kwa mwili nasikia ushugu fulani ama nasubuliwa. Nilikuwa naumwa na hii sehemu ndani spinal cord hivi. Sasa hiyo kukaa hivi sijui ninyoe, sijui nisikuwa nataka. Sasa leo asubuhi nimeamka nikauliza Mungu sasa. Anyway, God bless you. Nimenyoa. Lakini nilikuwa nimeamua kukaa na hizo ndevu bila kunyoa. Lakini highlight kiasi tu ya Mungu akanionyesha mtu fulani ambaye hapa na imani ni nzuri lakini hanyoi ndevu. Na sometimes hizo ndevu zake anasifanyaga kama ni kitu anatumia mbele ya watu kulinga. Siongei. God bless you. God bless you. Twende mbinguni na tumpende huyu Mungu. Point of interest. Kama uko na nyanya, mtumie kitu akubariki. Kama hako. Upande wa bwana yako, upande mwingine. Na ukinenewa na Mwenyezi Mungu akwambie, siwende uone mtu fulani. Ukisikia dhamira yako inakuongoza uende uone mtu fulani, hata kama unamdharau, you just go. Maana the moment Mwenyezi Mungu anakuaddress, anakuambia in particular go and visit this so and so, na haumpendi, kuna sababu. Enda kabla hajaenda, enda kabla hajanyamaza, you just go. Mlikosana na mother-in-law, hata hutakagi kusikia akitajwa. Swallow your pride. Call your mother-in-law. Ama umwandikie message. Na ufanye wewe ndiye mwenye makosa. Umuombe msamaha. Akose kukusamehe, makosa ni yake, si yako. Sikizana na yeye wakati huu. Maana wewe ndiye umjua uzuri. Nina kijana hapa amenipigia simu juzi akaniambia, "Pastor, nilikuwa naenda kanisa fulani. Na yule pastor tulikuwa na yeye, nikisimama pale nikihubiri anaona watu wananipenda sana. Akaona asifu ninaweza leta mapinduzi kwa kanisa, akanifukuza. Na alinifukuza kwa njia mbaya, maana aliniambia, hutaoa wewe, hutapata mke, hutaoa. Kitu kingine, hakuna wakati Mwenyezi Mungu atakutumia, nimefunga." Huyu jamaa akawa anaongeleshwa na Mwenyezi Mungu aende wasikizana na ule mhubiri, ana gwitagwo kumaamiriria, kuraririria, kutokufanya haraka, kutokuwa haraka. Akawa anasema tu nitaenda. Akijisikia tu na Mungu, enda usikizane na huyo mhubiri, mkae chini muelewane. Maana huyu mhubiri alimwambia, maishani mwako hutaoa. Na maishani mwako hakuna vile utatumikia Mwenyezi Mungu kama hutanisikia. Alifukuzwa. Isipokuwa pastor naye alimfukuza kwa kiushatani. Maana alimfukuza juu anapendeka kwa kanisa. Na huyo jamaa akaenda, hajairudi. Lakini akawa ananenewa na Mwenyezi Mungu, enda usikizane na huyo pastor muelewane. Angalau hata kama hata kuruhusu rudi kanisa, msameheane. Huyu jamaa hakuenda.
anakaa kuongeleshwa na Mwenyezi Mungu. Anakaa kuongeleshwa na Mwenyezi Mungu. Sasa juzi huyo pastor akakufa. Sasa huyu jamaa alinipigia simu kuniomba mawaidha. Ningemwambiaje? Ningemwambia kuna laana zingine ambazo tutaraniwa na watu, Mwenyezi Mungu akatae kusitufikie kama hasina haki. Lakini kama wewe ulikuwa unanenewa na Mwenyezi Mungu anakuambia enda utafute yule pastor msikizane na yeye. Na yeye unajifanya nitaenda kesho alafu nitaenda the day after nitaenda huo mwezi mwingine mpaka pastor amekufa na umeongeleshwa na Mwenyezi Mungu mwaka mzima. Makosa ni ya nani? Mimi nikiwa kijana nilivyoitwa tu na Kristo. Akaniambia niende Narok nikasaidie msichana fulani, atanipea direction. Na nikatumiwa mama Mkurino, akaambia upatie dongo hizi pesa aende Narok. Aliponipea pesa Saturday, nikamwambia nitaenda Monday, sikuenda, nilikukula zile pesa. Baada ya siku kadhaa, Mwenyezi Mungu akaninenea baada ya mwezi akanieleza. Si nilikwambia uende Narok usaidie huyu msichana ukakataa. Saa hii amejiua. Sitakuuliza hiyo damu, lakini sikia hii. Nikikwambia saa zingine uende, unisikie uende. Maana nikishawishi wewe ufanye hili na hili na hili unakataa. Utaondoka kabla hujafanya hiyo assignment, utanipata. Kristo akaninenea leo. Hiyo masaa saa 7 hapo. Kabla sijakuja hapa kurekodi. Akaniambia niko na mama na niko na wanaume ambao nimewatuma. Ile kitu wanafanya, wanavaa vizuri, wanajiangalia, wanasema mimi ni prophet. Wanavaa vizuri, wanajiangalia, wanasema mimi ni mteule wa Yesu. Wanavaa vizuri, unafaa suti, unajiangalia, unaona umekomaa. Na maana umevikwa ule utukufu wa Mwenyezi Mungu, unalinga tu. Lakini akawa ananielezea, hawa ninawaambia nimeelezea huyu aende mahali fulani, hasikii. Nimeelezea huyu afanye kitu fulani, hanisikii. Lakini juu nimemulida na nimeweka tuitakaliri. Presence ya Mwenyezi Mungu inakuwa ndani yako, unakuwa na hiyo beauty. Sasa wanafaaga wakijiangalia wanaona wako attractive. Na unajua ukiwa na mafuta unavuta wanaume na wanawake. Saa hiyo akitokea katikati ya watu, oh madam you are so beautiful. Ukitokea katikati ya watu, mzee you are so smart. Hiyo ina beauty ambayo Mwenyezi Mungu ameweka ndani yako ndio inavuta wale watu. Lakini on top of hii beauty kuna Mungu anakuambia fanya hii, huendi. Fanya hii, husikii. Just imagine hiyo beauty ambayo uko nayo unalinga naye. Wakati Mwenyezi Mungu atasema enough is enough, nitakuondokea nipatiane kazi kwa mwingine. Utalia. Wewe utalia. Na niseme hii. Unaweza olewa ukiwa hauna urembo. Unaweza oa ukiwa hauko handsome. Sometimes bwanako anakuangalia hivi. Akikuangalia vile unakaa na vile mlioana, umebadilika sana. Kuna kitu Mwenyezi Mungu huyu bwanako kwako hapendi. Kuna kitu bibi yako hapendi. Unaona kama hizi mandevu nilikuwa nazo. Kuna wakati bibi yako alikuja akaniuza hivi akaniambia, "Sasa mimi nitakuwa naguza hii mandevu." Anyway, hiyo ni yetu. Sasa saa zile nimenyoa nilikuwa kwa bako nyuma. Jinsi leo ni asubuhi sana nikanyoa tu. Alafu sijui nimeenda kumwambia niangalilie nini. Akaniangalia akasema, "Hey, you look so smart. Thank you for that." Kuna hakuwa anapendezwa na mimi nikiwa na zile madefu. Kuna kitu bwanako anakuangalia hivi anaona haukuwa hivi wakati tulioana. Haukuwa hivi wakati nilikuwa. Haukuwa hivi wakati tulikuwa tunashukuana. Hiyo kitu ambayo ilikuwa inaonekana ndani yako na saa hii imeondoka. Hebu ijaribu kuifuata kwa Mwenyezi Mungu ipate. Na hata Jongi egetheka ni thaka. Eleza huyo kwa hiyo lugha aelewe. Jongi egetheka ni thaka. Nuno sifai kusema kuna ugly person mbele ya watu. Lakini kuna watu wengine hawapendezi ukiwaangalia, lakini wakati wako na Yesu ndani yao wanakuwa warembo. Kuna mtu ako hapa kwetu Kenya. Yeye anachezaga gospel. Sasa wakati anacheza watu wanasemaga, "Na huyo modo kaitimu handsome, kaitimu thaka." Lakini kwa sababu ile kazi anafanyia Mwenyezi Mungu, anakuwa na hiyo tunaita galiri. Anakubalika, anakuwa smart.
ile kitu ambayo iliondoka bwanako haioni siku ya leo, anasemanga na huyu si kama yule nilioa. Akaye huyu si kama yule bwana niliolewa naye. Ni kitu ni nini ilipotea? Kuna kitu shetani ameiba. Ukikaa vizuri Mungu atakurudishia. You see, unaona msichana wa miaka 20 anajitayarisha. Unapata mama wa miaka 50 wanatembea pamoja hivi. Mpaka unapata mama wa miaka 50 anapiga kope msichana wa 20 years. Mpaka kuna mahali tunaendaga watu wengine unasikia wakisema, "Hey, angalieni madam huyu." Ukimuona tu na ukiona watoto wake anasema, mama anaonekana kushida wasichana." Ni nini siri ya huyo mama? Ni kukaa vizuri ndani ya Kristo. Sasa hata ukifama nini, ukienda mbele ya watu ni kama Ruth unaonekana. Guhe mushene tu. Naona ngeno kwa dia diraria. Kone ndirakuire ri. Ini hingo mungiroria. Volume 7 ugite atia. Kama ningelikufa zaidi ungemwambia ninauliza volume 1 alisema namna gani? Unajua volume 1 nilisema nini? Ni nini ilikula haja ya Chibaroza? Enda volume 1 utaona. You know, tunatumwa, hatujitumi. Kuna pastor amekufa hapa kwetu. Amepewa kipawa na Mwenyezi Mungu ya kuhubiri injili sawa sawa. Na yeye anataka kuwa MP. Mwenyezi Mungu akaona, ai, kabla haijaenda, wacha tuonane. Washa Mungu awe na wivu na wewe. Ati ukiwa umeguzwa hivi Mwenyezi Mungu huwa anasimama kukutetea. Ni vile umekaa vizuri. Yeah? Niko na msichana wangu hapa. In fact, kunaweza tokea kasi atokee awe atafika nyumbani saa 7 ya usiku ama saa 6 ama saa 5. Unajua hata mimi nikishelewa nikiwa sina gari ije nashukuaga motorbike na nilete kwa gate. Yeye haogopi. Sijielewi na yeye. Mimi huwa namwangalia tu. Akishelewa tu haogopi. Kuna wakati wacha niseme tu juu ako hivi. Akasema anataka kwenda kutembea kwa shosho na atatoka hapa Nairobi saa 7. Sijui ni nipi limunishika kazini akatoka saa 10. Unajua mpaka saa 5 ya usiku hapo amefika ushago. Sasa nilikuwa namuuliza, "Umeingia gari?" Saa ni saa ngapi?" "Saa 1:30 inaelekea." "Mko wapi?" "Karibu Lemuru." Sasa nashindwa. Karibu Lemuru. Na anaenda afike Nakuru town alafu kuashukue gari zingine za mahali kunaitwa Devil. Na haogopi. Yaani mpaka huwa ninamwangalia hivi ninashindwa. Huyu juzi akashikwa hapa na wanaume 4. Walikuwa wanataka kumnyang'anya simu. Wale vijana wa area hii walikuwa wanataka kumnyang'anya simu. In fact wakiwa 4 hawakumnyang'anya. Mpaka ninamwangalia ninasema sasa huyu hata mimi sielewi. Saa zile mimi ninashelewa ije na sina gari na kuja na shukua motorbike. Saa 4:30 ikifika. Siwezi teremka kuja nyumbani mahali niko peke yangu. Lazima nishukue motorbike. Yeye anaweza chelewa afike hapa saa 5 ya usiku. In fact anatoka kwa stage. Anachukua kabali, anajishika namna hii. Anateremka mpaka anakuja kwa gate anafungua. Mpaka sielewi. Siku nyingine nikauliza Mungu, hii ni siri gani? Bishop ndiye alinielezea. Ninaona msichana kwako ambaye anamsifu Mungu. Hujaiona kitu mzuri kama kutetewa na Mungu. Kai, kukaa upande mzuri wa Mwenyezi Mungu ati yeye ndiye anakuwa mtetezi wako. Unauzangwa kidogo hivi anasimama. Na niwaambie hii. Kama uko na kanisa, usipende kuwekelea msichana ambaye hajaolewa ama kijana ambaye hajaoa mkono ajazwe na Roho Mtakatifu. It is okay kama anapendwa na Mungu. Haki. Mimi sisemi hivi ili ati msiwaigize Roho Mtakatifu ama muombe wajazwe na Roho Mtakatifu wawe wazuri. Wakati wa kwenda kuoa wana mess. Watu wengi ambao wananipigia simu wakiwa na kilio, ninawarudisha nyuma, ninawauliza, ushaijazwa na Roho Mtakatifu maishani mwako? Nilijazwa na Roho Mtakatifu nikiwa form 3. Yes, nikanena in tongues. Nikamaliza form 4, nikaingia college. Unajua maisha ya college. Unajipata wanaume na wanawake mnaigiana mnafanya sex.
Sasa hapo unafanyia hiyo kitendo tu, Roho Mtakatifu anatoka. Sasa hii mtu wako na miaka 50 alijazwa na Roho Mtakatifu akiwa secondary. Mimi sisemi watoto wasijazwe na Roho Mtakatifu. Lakini wewe mhubiri, usikibirie sana kuombea watoto, vijana ambao hawajaoa, hawajaolewa wajazwe na Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu ni mzuri, ninakubali. Lakini wakati wa kukuja kuoa, atanilesi uwe strict na wale watoto. Asiingie hali ya dhambi ya sex kabla akiwa na Roho Mtakatifu. Maana akitoka tu Roho Mtakatifu, huyo mtoto analaaniwa. Wale wengi ambao wananipigia simu wakiniuliza nitafanya nini, wewe tunaongea na yeye, ninamuuliza maswali. Ulikuwa umejazwa na Roho Mtakatifu? Nikiwa secondary form 3, kuna mhubiri alikuja kwetu atuwekelea mkono, tukanena in tongues zote. 90% ya hao ambao walinena na tongues, maana shetani anaona ngoja waingie college, wanajiengage na sex before marriage. Roho Mtakatifu anaondoka, wanakuwa laana iko ndani yao. Mimi sisemi usiombee watoto, lakini shunga sana kuwekelea watu ambao hawajaolewa ama kuoa mkono wajazwe Roho Mtakatifu. Mwenyezi Mungu akuwezeshe kukaa nao wakomae. Na ndiposa siku ya leo ni mtu akiniambia mimi nataka uniombee nijazwe na Roho Mtakatifu na mimi ni msichana, wewe nina drive hiyo message hivi, sitaki mambo mingi. Maana wakati wa kuoa na kuolewa kisa huwa inaingia hapa, na ukiwa na Roho Mtakatifu hakuna vile mtashiriki love affair outside marriage. Roho Mtakatifu akiwa ndani yako na afumilie, hakuna ataondoka. Ni nani analeta laana kwa huyo mtoto? Kama yeye ni mhubiri, usikibie sana kuwekelea watoto mkono wajazwe Roho Mtakatifu. Na Roho Mtakatifu ni mzuri. Na ujue huyo Roho Mtakatifu aliye ndani yangu ananiongoza kunielezea hiyo mambo. Maana just imagine ningejazwa na Roho Mtakatifu wakati tu niliitwa na Kristo. Alafu wakati wakuja kuoa hapa, unajua nifanya hii, nafanya hii. Roho Mtakatifu angekaa. Sasa ndio huyo mtu unajaribu mfuge na yeye ajazwe na Roho Mtakatifu. Mwenyezi Mungu ananyamaza, haongei. Nani alifanya brother? Ulimwekelea mkono, akajazwa na Roho Mtakatifu, na wewe ukarudi nyumbani ukiwa umefanya kazi ya Mungu. Waombee Mwenyezi Mungu alindwe na awekwe katika utakatifu. Mwenyezi Mungu ndiye anaruhusu wana Israeli watahiriwe na Abraham. Wakati wake ulipofika, alijua tu atatahiriwa wakati wake ukifika. God bless you. God bless you. Sasa yangu imeisha, simu nini inanionyesha. Evangelist Martin Ndungu, nitaweka namba zangu za simu hapo chini. God bless you in Jesus mighty name. God bless you. Shalom.